Vifungo vingine ambavyo adui alivitumia kwa siri sana bila watu kujua. Wako wanaume wengi sana walipotakaga kuchumbia mabinti, na baada hapo wakakubaliana na hao mabinti, na mwisho waliachana na hao mabinti wakaoa mabinti wengine. Vivyo hivyo na mabinti wako ambao mwanzo wao walikubaliana na wachumba wao wa kiume, na kwa namna fulani unajua wakipendana watu wanaambiana maneno, na maneno haya yanakaaga kwenye moyo, sina mwingine hakika ni wewe, tutaoana. Lakini hao mabinti nao baada ya muda wanaachana, wanaenda kuoa wengine. Alafu naona ni kama jambo la kawaida. Na ukishaoa mwingine ni sawa, unakwenda kanisani kwa utaratibu, unafungiwa ndoa. Lakini yule ambaye mwanzo ulimwahidi mliachana, si ni sawa? Na yeye anaweza akaolewa kwingine mbele. Katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho ni kama huna ndoa. Ndio maana angalia ndoa nyingi walizipofungwa zimeachana, na nyingi zinaendelea kuachana kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu gani? Yule uliopendana mwanzo, haijalishi nini kimekuja kutokea mkaachana, nataka nikwambie ulivunja maagano hayo lini, ulitengua yale maneno lini. Ndio maana asilimia kubwa unaona kwenye ulimwengu wa roho unalala na mwanaume mwingine, unalala na mwanamke mwingine, lakini huyu wa ndoa uko naye hapo kitanda kimoja. Huo mlango ulipatikana wapi? Unanielewa kitu nasema? Ndio maana nikasema wako wengi walioolewa lakini bado wako na mume wa kwanza katika ulimwengu wa roho, na hao wamefungiwa ndoa, lakini wakilala wanauko na mwanaume wa kwanza yuko kwenye ulimwengu wa roho, bado yuko na mwanamke wa kwanza kwenye ulimwengu wa roho, pamoja na kwamba wamefungiwa ndoa kanisani na wanaishi pamoja, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni kama hakuna ndoa. Ndio maana unaona kila siku wengi ndoa zinafarakana, na shetani anatafutaga sababu. Tutavunja ile maagano ya mwanzo, ndoa zako zitarudi. Vitu vilivyojificha, jaribu kuuliza. Wewe unamwota yule mchumba wako wa zamani, no, na wewe sasa umeshakuwa na watoto wakubwa, na yeye naye ana watoto huko kwenye boma lao, watoto wengine wakubwa wanaendesha ndoa zao, lakini unamwotaga kule. Hivi utaamka utamwambia mume wako na muotaga fulani? Utasema? Hawasemi. Mke hawezi kusema, mume hawezi kusema. Unabaki tu unaona wanakaa uvunguni, shindwa. Bana ngambia hapa ishindwe. Hii ulipotamka mlipeana mapenzi ya kuonyesha kwamba ni wewe tu, lakini kaja katokea la kutokea mkaachana, mkatiwa na moyo, basi sema basi bwana tapata mwingine, na kweli ukapata mwingine. Shetani ni roho, anafuatilia. Jioni ya leo yataanza mapinduzi ya ajabu sana. Ndipo unaweza kaelewa Mungu husema na mwanadamu, na mwanadamu akaishi. Wewe jaribu kufikiri, Adamu na Eva, shetani hakujua Mungu amesema nini mpaka alipoenda kupeleleza. Si sawa? Alafu anamwambia eti Mungu amesemaje? Alipojua akapindisha, akawafundisha mafundisho ya kupindisha. Eti Mungu amesemaje? Akamwambia matunda yote naweza kula, lakini hii ni mbaya. Akaanzia hapo uongo wake. Shetani anaangalia mtoto wa fulani fulani wamependana, lakini afika mahali anakorofisha, anainua maneno, anasema basi tuachane tu bwana, tuachane tu. Miaka mingi naona watoto wakubwa, na huyu ana watoto wakubwa, familia hata yani hata hamna hiyo tabia tena, lakini shetani anasema agano ilikuwa ni hapa. Ulitangua lini? Nenda hata mahakamani, watu wenye kampuni, unaweza kaanzisha kampuni ya mashamba, kampuni ya magari, kampuni fulani, mkafanya ubia watu 3 4. Mmoja tu hawezi kusema mimi nimeamua tusaki tena, mimi sitaki tena chukua vitu vyangu. Inaenda kwa utaratibu. Ni sawa si sawa? Ni sawa si sawa? Ndio maana wengi unakuta wanaenda kuamuliwa mahakamani ama kwenye sheria, ndipo inatenguliwa. Toka sasa tunawagawanya. Ndio maana hata ndoa zikiunganishwa mwisho zinaenda kutenguliwa na wachungaji au na mahakama. Sasa kwa nini tuunganishe zikatenguliwa huko? Umewahi kufikiri hiyo? Sasa nyewe mliokubaliana huko nani ametenguaga? Wewe unaotaga tu uko na. Sasa wengine sasa kwa kuwa najua hiyo kitu umekemea inakuja jini, ile roho ile watenganishaga ndio inawasumbua. Na ikikomaa BSM inaleta mauti. Ndio maana unaona mauti za ndoa, watu wengi wanaachana. Watu ambao wamefanywa sherehe kubwa, watu wa heshima wakubwa wameenda, leo wameachana. Kwa nini? Unaweza ukawa hukumu, na kila mtu akiongea unaona yuko sawa, lakini nataka nikumbe siri. Agano waliokubaliana wakiwa wawili, baada ya kuachana, nani alienda kuwatengulia? Ndio maana kitabu cha Hesabu kinaeleza juu ya wazazi, nafasi ya mzazi wa kiroho, nafasi ya mzazi kimwili. Kwamba ukimsikia binti yako ameweka nadhiri na kijana fulani na ukaona sio sawa, unatengua. Si ndio sema hivyo? Na Bwana atamhesabia kwamba amemsamehe hiyo dhambi. Lakini usipotengua itaenda sawa sawa na hiyo hukumu. Tusome hapo uone.
Tusome kitabu cha Hesabu sura ya 30 ili ukae uelewe hilo jambo, nilifafanue nikae vizuri. Kitabu cha Hesabu tuanzie ule mstari wa kwanza. Inasema hivi: kisha Musa akanena na wale vichwa vya kabila za wana wa Israeli na kuambia, neno hili ndilo aliloliagiza Bwana. Maana yake hilo ilikuwa maagizo ya nani? Ya Mungu. Hesabu 30 mstari wa kwanza na kuendelea. Mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo. Umeona Ukiapa kijana mwenzako ukamwapia, hakika nitakuoa, hakika ni wewe tu nimekuchagua, umeifunga nafsi yako kwa nini? Kiapo. Wangapi wananielewa? Mtu atakapomwapia Bwana nadhiri na kuapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo, asilitangue lile neno, atafanya sawa sana hayo yamtokayo kinywani mwake. Tena mtu mke atakapomwekea Bwana nadhiri na kufunga nafsi yake kwa kifungo, naye aketi katika nyumba ya babaye katika ujana wake, babaye naye akasikia nadhiri yake ya kile kifungo chake alichokifungia nafsi yake, na babaye akamnyamazia, ndipo nadhiri zake zote zitathibitika na kila kifungo alichokifungia nafsi yake kitathibitika. Lakini mstari wa 5, kama huyo baba yake kimkataza siku hiyo aliposikia nadhiri zake ziwazo zote, wala vifungo vyake alivyovifungia nafsi yake havitathibitika, na Bwana atamsamehe kwa kuwa babaye alimkataza. Inageuka kuwa dhambi, alafu Mungu asema na Bwana atamsamehe. Maana watu wangapi hawakutengua nadhiri wakati wakiwa vijana, asema hakika mimi nitakuoa, wewe uko moyoni mwangu, hakuna mwingine. Na mwenyewe naye akasema hivyo, mkafunga nafsi yenu. Likatokea la kutokea, mimi sikutaki kukaa kama kukubata wewe, miguu imekaa kama kona ya nganaro wewe. Yakapita maneno, mwisho wa siku ukamwacha, lakini hukutangua lile neno ulioapia nafsi yako. Biblia sema litatakiwa sawa sawa na ulivyoapa, otherwise inageuka kuwa dhambi. Kama baba yako wa kiroho angesikia, kama ni kanisani, wanatenguliwa kwenye kanisa kwamba kutoka sasa jamani, jambo hili tunalitengua rasmi. Huyo ni baba wa kiroho. Au kama ni nyumbani kwako, binti amekuambia kuanzia sasa na mtangazia na mzazi mwenzangu kwamba watoto wao wameachana, kisha unakuwa huru. Vinginevyo utakuwa na bwana wa kimwili, lakini wa kiroho naye anakufuata. Sema amina kama unanielewa. Hebu sema amina. Mwambie mwenzako, leo ni siku yangu, nitavunja hilo agano na utaondoka na furaha ya ajabu sana. Baba, asante. Neno lako linasema katika kitabu cha Yohana kwamba kila ajaye kwako hutamtupa nje kamwe. Tazama, watoto wako wamelisikia neno lako, na watenga na kila ufalme usiotokana na wewe, na neema yako ikawe pamoja nao, na amani yako ipitayo amani za wanadamu, Mungu wa utukufu, iwe ndani yao. Na kutoka sasa malaika wako wakashuke kuwalinda watu wako. Katika jina la Yesu Kristo ninavunja hilo agano, katika jina la Yesu, ambalo lilisimama kwenye ulimwengu wa roho likaanza kuleta madhara kwenye ndoa walionayo sasa, katika jina la Yesu Kristo. Kutoka sasa na haribu hizo agano la sirini katika nguvu ya jina la Yesu Kristo, na nawafungua watu wako kwa namna ya kipekee kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo navunja hilo agano na haribu hilo mlango wa adui uliokuwa unapita kwa sababu ya maneno hayo. Mungu wa utukufu, na kataro ya majini yanayofuatilia, ninyi roho za majini, majini ya mahaba, majini ya faraka, majini ya uovu, ninawaamuru sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, hilo agano mlilolisimamia, zile nadhiri mlizozisimamia za watu hao wakiwa bado walikuwa vijana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka aliyopewa kama kuhani, ninaharibu hilo agano. Na hivyo majini yanaovaa sura za wale vijana wa zamani livunjike. Nasema livunjike. Uhalali ule uvunjike kwa nguvu ya jina la Yesu. Nasema uvunjike. Bwana anawafungua watu wake, wamevunjiwa hilo agano la mwanzo uliokuja kuwakosesha wewe, katika nguvu ya jina la Yesu. Marine spirit uliowafanya watu wao kuwa wake zao, nasema na marine spirit ambao wamepata halali wa kusema huyu ni mke wangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, hilo agano limevunjwa. Nafungua watu wa Mungu, ule halali wa zamani umevunjwa. Achilia watu hawa sasa, achilia watu wa Mungu sasa. Hakuna faraka kwenye ndoa zao za sasa, hakuna faraka kwa watoto wao kwa sasa, hakuna kuachana kwa sasa,
kwa mamlaka ya jina la Yesu.